Tuko live. Thank you so much. God bless you. And God bless you again. Amen. Are you happy today? Safari sio rahisi. Leo nimepitia chokaa. Watu wameniambia niache kutembeaga bila security. Lakini mimi ndio nakuaga dereva wangu, mimi ndio najiendesha kwa gari yangu. So nimeamka asubuhi nikapitia chokaa, Budalangi, hizo barabara zote zikawa zimejaa mamia ya watu. Lakini hakuna mtu amenisumbua. Sasa naambiwa nitembeage na security na sisumbuliwi na watu. Watu wananiambia tu pastor toa form. Hakuna kitu kingine. Toa form, patia wao 200. Toa form, ulia huyo chai. Hakuna mahali nimesumbuliwa. Lakini nimeambiwa niwe mwangalifu. Sema amen. I thank God kwa Marion Naipei. Marion Naipei. Marion amepata kazi. Although unampatia chakula kidogo kidogo. Saa hii alipata kampuni ambayo ilikuja ikaniomba muandike kazi katika ofisi yangu ambaye ni ya betting company. So betting company imeandika Marion Naipei kazi. Na analipwa mshahara mzuri. Sio 10,000 ama 20 ama 30, good salary. So Marion kanisani mnamkataa hapa na amepata kazi. Mnaona Marion saa hii akiwa kwa TikTok akitoa nguo. Mnamuona? Si yako kazi. So vitu vingine mtu anafanyaga siku kutaka kwake ni kukosa kazi. Lakini sasa akiwa kazi Marion ako sawa. So we thank God. Kitu kingine ambayo inaendelea online, mnaona vile shule zinaendelea kuchomeka. Niliwaambia roho ikimwagika imemwagika. Ukiona mtoto wako wa kwanza amekupiga kofi, hata wa pili atakupiga. Maana is a spirit. Now shule zinachomeka everywhere. Maana ile ya kwanza ilikuwa inaitwaje hiyo shule? Utumishi. Utumishi ilipochomeka, hata hii ya pili na ya tatu na ya 4 ndio na vitu kama hizo zinatokea. Maana is a spirit. Juzi mamangu aliniambia utakuwa mbunge wa Kasarani. Nikamuuliza kwa nini unaamini nitakuwa mbunge? Akaniambia mbona Mungu akunyimi pesa? Ukitaka kujua Mungu hayuko pande yako, angekuwa amekunyima pesa. Lakini hakuna siku Mungu ameninyima. Every day Mungu ananipatia. Jana nimepigiwa simu na governor. Governor akaniambia, "Pastor umeanza kampeni mapema." Nikamwambia hata sijarealize nimeanza campaign. I've not even realized I'm in campaign. Juzi tumekuwa harambee ya SDA. Leo tunaenda harambee 2. Asiye tiata ya 3 na ya 4 tungeenda lakini vile nimesema hapana. Nimeambia Chris pia wangu amezoea kunistukia, ananiambia leo kuna harambee. Nikamwambia huaga unaniambia mapema wewe kuna harambee. Si kuniambia saa hii asubuhi. Kumekuwa na matanga Shiranga. Matanga kama 15 hii wiki. Mama kanisa ameattend hizo matanga. Make sure watu wamepata kitu kidogo na wamepata magari ya kubeba miili ya wapendwa wao na kwenda kuwazika. Ashas, karibisheni watu mbele, watu wasikae nyuma. Ashas msilale sana katika. Watu wako nyuma sana jameni. Na huku kuna viti hakuna watu. Nitakuwa nahubiri nikiingia hii kanisa nahubiri saa 11 asubuhi na ninakosa kuhubiri second service. Lakini watu wamezoea pasa asimamaga saa 6. Saa 6 niona kanisa imejaa mpaka huko chini. Saa hii haiwezi jaa maana pastor hayuko. Wakikuja leo watakuta siku. Sasa kwa nimekuwa mwanasiasa ni kwenda kutembea. Sema amen. So ukitaka kujua Mungu ako pande yako, ukitaka kujua God is on your side, ni all
things to be on your circle. All odds on you. All odds. Sema all odds. All odds on you. That means God is with you. God is with you. If all odds are with you, that means God is with you. Lakini wakati unaona unaanzisha hii inaanguka, unaanzisha hii inaanguka. Twende mkutano ya harambee, hatuna pesa. Wewe wachana hiyo kiti ya MCA ama MP. Kumaanisha God is not on your side. Wakati mtu anaitwa Daudi, Mungu alimchagua kuwa mfalme na akamwagiliwa mafuta. Everything. Jana nilikuwa naongea na MCA wa huku, anaitwa Honorable Heho. Alinitafuta sana, akaniambia uko wapi? Nikamwambia tulikuwa naongea na yeye. Nikamwambia unaendeleaje? Mzuri. Akaniambia tutapita asubuhi. Nikamuuliza kwa nini unasema nitapita asubuhi? Akaniambia maana Mungu ako pande yako. Kamuuliza na wewe umeenda ground? Akaniambia hapana, hajawahi kanyanga ground, maana mambo imekuwa magumu. Na kuombea Mungu mambo yako isikue mgumu katika jina la Yesu. Mambo ikiwa rahisi, kumaanisha God is on your side. When God is on your side, who can be against you? Laiti ningekuwa kama nilivyokuwa katika miezi ya kale, kama katika siku hizo Mungu alipo ni linda. Huyu ni Ayubu. Ayubu anasema laiti ningekuwa kama siku za zamani, when God was on my side. Alikuwa anasema kanyana itisha 310. Uitisha 310 si rahisi. Nilikuwa naisha 310 na inatumwa, na kuna watu walikuwa naisha 310 na yakosa kutumwa. So meaning God was my side. Maana mimi hamna mtu nilikuwa nashikia bunduki, ni wao wenyewe wanaingia kwa M-Pesa, they send to me. Saa hii mimi sihitaji 310, mimi ndio napeana 310. I don't need 310. Kwa hii kanisa usitoe sadaka, wewe na sadaka yako nyumbani. Support tu ile mambo inaendelea. Kama ni mikokoteni, support itengenezwe. Lakini usikuje kutuletea pesa mingi ya kututisha hapa, hata 5 milioni ama 3. Don't bring it. We don't need it. Sasa unipatie 1 milioni ushinde ukinisumbua hapa, pasa nataka kuona kwa ofisi, pasa lala hapa, mimi nilale hapa juu. Hiyo ni kunisumbua, nisumbua akina 1 milioni yako moja. Na hiyo ni pesa kidogo sana. Ni pesa ambayo tunapatanga na siku moja. So the Bible says, Ayubu anasema when God was my side, hapo taa yake iliponimulikia juu yangu. Hapo taa yake, the light, ilikuwa juu yangu. Mwangaza ulikuwa juu yangu. Mwangaza wa Mungu ukuwe juu yako. Sema amen. Biblia inasema hapo, tusome kwa sauti 1 2 3. Hapo taa yake ilipomulika juu yangu kichwani. The light ilikuwa juu yangu. Hapo taa ya Mungu ilikuwa juu yangu. Taa. Hakukuwa na giza, taa ilikuwa juu yangu hivi. Sasa hiyo huwezi pigana na Gachagua. Taa ya Mungu iko juu ya Gachagua. Kijaribu tu ongea kinyume cha Gachagua, wewe umeenda hivi. Naongea ukweli ama naongea vibaya? Kuna watu hata ukiona makosa yao, hata wakiwa walevi, hata uone wako na mimba, ukiambia watu uone yako na mimba, watu wanakuambia mimba gani? Naambia si ndio hii kubwa. Hapana mimba. Taa ya Mungu ikiwa juu yako, unatongoza hata ukiwa na mimba. Unasimama. Niambie, si unaona niko na mimba? Tafadhali.
umeolewa, si niko na mimba, anakuambia, unamwambia hata niko na mtoto, anakuambia mtoto sio kidonda, tutalea mtoto. Wakati taa ya Mungu iko juu yako. Lakini wakati taa ya Mungu haiko ndani yako, hata ukuwe na hauna mimba, uwe hauna mavurumbanya, uwe unakaa mrembo kuliko kila mtu duniani, nobody wants your story, maana the light of God is not upon you. So seek first the kingdom of God and all things shall follow you. God first. God first. Ambia jina lako God first. Sema kwa sauti. Hata ukiwa mfalme mbaya mang'aa, when God is on you, watu wengi wanakuchaguaga wewe, wanakosa kuchagua ule mzuri. Uchaguzi ile ilipita, hakukuwa na Wajakoya. Pastor alikuwa hapo. Kati ya Wajakoya na pastor nani alipata kura mingi? Na si alisema yeye ni wabangi, na bado watu walimpatia nini? God favor be upon you. Sema favor ya Mungu. Kupendwa. Watu wanaambia wewe ni mwizi, wanasema huyo mwizi ndio tunataka. Wanaambia wewe ni malaya, wanasema huyo malaya na ipei ndio tunataka. Si ni pastor, hawataki pastor. Na pastor si mbaya, mtu asikwambie eti hata Pius Moiro alianguka utaanguka. Pius Moiro ni favor hakuwa naye ya kuchaguliwa. Wangapi wanasema ni ukweli? Si Bishop Margaret Wanjiru alichaguliwa? It's not about the title, it's about God's favor. May God's favor follow you in Jesus' name. Aya usemi amen. Amen ni kumaanisha na iwe hivyo. May God's favor follow you in Jesus' name. Not the beauty. Not there. Not there. Salimia jirani mwambie not the beauty. No, not how good you can speak with people. Not how good you can speak. Not how smart you are. But when God's favor is upon you, all things seem simple. Maana God's favor is upon you. Unahitaji nini kwa Mungu Baba? Sema ni kitu gani cha aina gani? Ni gari ya Toyota ama ni Benzi? Sema ukipata utafanyia nini? Kaeni ndani yangu nami ndani yenyu, ombeni mtapewa na Mungu. Wacha kusema Ruto ameharibu nchi. Hakuna mahali nchi ijaharibika, hata Amerika imeharibika. What will help you is the favor of God. Sema favor. Sema kibali. Sasa kwenda deep katika kibali. Enda katika Citizen TV. Uone wasichana wale wanakaa miguu yao inakaa namna hii ndio wanaolewa. Wale warembo wako na sura rembo na wako na curve. Nobody want them. Hao ni watu walevi peke yake. Ambia jina yako hao wa curved ni walevi. Lakini yule amekaa hivi, hata jicho moja haioni na anamwaga machozi. Hata hizi vitu tunaangalia za MP na governor, yule ana dharuri yako sana ndiye anachukua hiyo kiti. Yule ambaye mnaona huyu ndio favored, aki anaangukaga asubuhi mpaka unashindwa kaigodhia gati. Naongea ukweli ama naongea uongo? Amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Anayemtegemea Mungu, anayemtegemea mwanadamu, anayetegemea sura yake, anayetegemea whatever, sitaki kutaja ni strength.
Sema hivyo. Don't be so overconfident about yourself. Don't be so overconfident. Believe the process. Sometimes naambiaga hawa kina pie wangu, nataka kwenda peke yangu kwa barabara. Hata sasa naenda Mwiki. Nafanya harambee hapo nipeane kama 1,100 ama 50, harambee 2, alafu nitembee mguu nishuke kwa gari nitembee Kuna kitu inaitwa body language. Umbwa haiongei lakini you can read from the body. Hii umbwa ni mgonjwa ama si mgonjwa? Kwani toa hizo kuku nje zinapiga kelele ondie. Tumia akili. Hizi kuku mnaleta mingi kanisani zangu za kukula, zingine hata zimenishinda, zimejaa huko. Pole pole. Ni za kanisa haziogopagi mtu. Zimezoea washirika. Baby, usibadilisha ile kitabu ya Ayubu. Acha hiyo Ayubu kwanza. Sema body language. Sema body language. Utajuaje utachaguliwa kuwa MCA? Body language. People they don't talk, but the body speak. Kuna siku moja nilienda Kibera, tukapigwa na mawe. But mimi kwa hiyo crusade nilikuwa nimejua tutapigwa. Nilijua tu, niliangalia mood. Crusade ilikuwa na watu wengi sana, ilikuwa na watu kama 10,000. Lakini mimi nina hiyo ka problem. Mara nikiingia mahali, mara vita itokee ama chaos itokee. Kuna kuwa na hiyo kitu, I don't know Mungu aliniita area gani. So nikajua leo hapa kutapiganwa. Nikasema inua kama umebarikiwa sema amina. Nikaangalia nikajua hawa wanakaa vita, pale panakaa vita, pale panakaa vita. Ni saa moja usiku. Saa moja usiku nikatoa koti polepole, koti yangu polepole nikapatia pasta wangu. Na juu nilikuwa nataka kuchange nisionekane kama ni mimi. Juu watu mfano mkiniona hivi unajua ni kanyari. Lakini nikitoa hii nibaki na t-shirt utajua unikanyari. So nikatoa, alafu nikasema inua vigeregele, teremuka, haya zunguka, wakizunguka mimi nikaingia katikati ya watu polepole. Yule pastor nilikuwa na yeye akavaa ile koti nilikuwa naye. Mimi nakwambia ile vita ilitokea within 1 hour. Na mimi nikatoroka. Wasichana wangu wakaniambia huyu pastor, ile mambo tumefanyiwa. Tumetolewa mpaka bra. How to read the circumstances. You can read. God speak in parables. Wanafunzi wa Yesu wakamuuliza Yesu, mbona Yesu unaongea kwa mifano? You can read some things. Mimi hata saa hii nasimama kiti ya ubunge ya Kasarani. Na ninaweza soma mood ya Kasarani. The mood. Inasema ni Kanyari ama ni mwingine. Saa hii mood yote ya Kasarani inasema ni Kanyari. The whole Kasarani. Sikiza. Kasarani Kanyari. Crescity Kanyari. Ruai Kanyari. Mweki Kasarani. Everywhere. Hata Kamulu. Everywhere. But I don't know wengine wakitokea kama mood itaendelea kuwa hivyo. Juu wengine wakitokea mood inaweza badili. Maana things change. And I must be ready. Zikichange ni change nazo. Amen. Niseme nitapendwa mpaka mwisho? No, this is politics. Nitapendwa this year, maana hakuna mwenye amefanya nini? Ametokea. Everybody ameweka pesa zake kwa store. Anasema mimi singangani na Kanyari zai. Na ngoja 2027 mwezi wa 3. Na mimi je, nimejitayarisha 2027 mwezi wa 3. Maana inafaa 2027 mwezi wa 3 wakirusha tunafanya nini? Wakiruka tunafanya nini?
Bila hiyo tutaangukia hiyo siku. Watu wanasema na Kanyari alikuwa anapendwa, lakini hakumaliza vizuri. Maana mwisho wa jambo ni muhimu kuliko mwanzo wa jambo. In the beginning there was God. The beginning. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Akiwa mdogo, the beginning. How do you start and how do you finish? How do you start and how do you finish? Baba yangu ni inspector wa polisi. Unfortunately baba yangu alikufa. Alipigwa risasi ya kichwa akikimbiza waizi. Alikuwa anafurahia sana kuitwa sniper. Yeye ndiye anauaga waizi wote Kenya. But he died in the line of duty. Mamangu ako Kamulu. My mother stays in Kamulu. Kodi amenunua shamba anakaa. How do you finish? Utazeekaje? Unazeeka aje? Mimi niko na watu wawili, Sky and Danny. Sitaki siku moja Sky nimtegemee maana ameolewa. No. Sitaki Danny nimtegemee. No. I depend on my own life. How do you finish the race? It's not how you start, but how do you finish? Ayubu anasema namna gani? Lightly. Look at this book. Naomba tu muangalie. Hapo taa yake iliponimulikia juu yangu ya kichwa, nami nilitembea gizani kwa njia ya mwanga wake. I walked kwa giza hizi. Ayubu anasema nilitembea kwa giza kwa mwangaza ya Yesu. What you fear most does not kill you. Wakati nilishikwa na skando ya 310, nilikuwa famous kuliko Raila Odinga. Ulikuwa ukienda gazeti, picha ya kwanza ni Kanyari, ya pili ni Kanyari. Pasta wa uongo Kenya, pasta tapeli Kenya. Si eti kwamba nilikuwa naitisha pesa mingi, nilikuwa naitisha tu shilingi 300 na shilingi 10 jameni. Na wapasta wanaitisha watu mpaka shamba na maproti. Mimi sikuitisha hiyo. Si kuchukua hiyo kitu kama imeniharibia jina. No. And that's why today niko na kanisa na niko na washirika wengi na niko na following kubwa, maana si kuvunjika moyo. Never lose heart. Maisha yako inafika mahali mpaka unaona kama wewe ndio unachukiwa kuliko watu wote duniani. Ng'ang'a, Apostle Ng'ang'a alishikwa amegonga mtu kwa barabara na akaua. Ukweli ama uongo? Na wakasema alikuwa mlevi. Ni ukweli ama ni uongo? Ng'ang'a hayuko? Ako ama hayuko? Ezekiel alishikwa na scandal ya Shakahola. Ezekiel ako ama hayuko? You are not the only person you are passing through problems. Mwenye anajua ako mbele yako. Mwenye chenye ujui ni kama usiku wa giza. What you don't know. Sometimes mwanga anaambia secretary wangu, pesa iko ngapi imefika hapo? Anaambia pastor, unaamini pesa sana? Namwambia money means everything. Ukiwa hauna pesa, asiye kuweko na laki aliko. Poverty is a problem. Jana nilikuwa naangalia documentary ya rais wa Burkina Faso, naitwa Taure. The documentary. Wale watu ambao wameingia Burkina Faso, vile walipinduliwa, vile wageuzwa, marais wakaenda wakichange mpaka wakati rais wa Burkina Faso alikuja
kama kuna idea ya kilimo na nini. Sasa Burkina Faso hakuna njaa. When you solve people's problem, watu hatakuwa na shida na wewe. Shida ni kwamba you are not solving their problem. And when you are there and you are not solving the problem, then means you are the part of the problem. And then you are supposed to come out for others to be there to solve the problem. Wakati Mwenyezi alipokuwa angali pamoja nami na watoto wangu walipokuwa wakinizunguka, when God was with me and my children were surrounding me. Huwezi shindwa kujua kama Mungu ako na wewe. Uliza jirani yako, Mungu ako na wewe kweli? Huwezi kuwa na Mungu na unalala njaa. Hiyo ni kumaanisha uko na mapepo iko ndani yako. MCA. Huwezi kuwa na Mungu na unatembea mguu, uko na kasoro. Hapana, nangojea Mungu. Wewe anza maombi ya kutubu na kuomba msamaha kama kuna mahali Mungu nimekukosea, maana when God is upon you, you will know. Nimekwambia uanga unatongozwa hata ukiwa na mimba. Unatongozwa shosho achira, unatongozwa hata ukiwa umeseeka. Shosho achira naitwa shosho achira, rafiki yangu. Karibu mamangu. Unatongozwa ukiwa na miaka 72. Unaambiaga wewe ni handsome hata ukiwa na tumbo kubwa. Kwa tumbo umefika huko na unaambiwa uko handsome. Hauna six pack na unaambiwa uko sawa. Maana God is with you. But when God is not with you, hata ukiwa mrembo, watu wanaenda kutoa makosa kwa barabara, unakaka uko na vumbi kwa uso, ba unashindwa what is going on. Wewe unajiangalia kwa kioo, mpaka una kioo unajiangalia hivi hata unageuka, unafanya hivi. Lakini still unashindwa, nobody is asking me and I'm beautiful and I'm handsome. God's favor. Niliwaambia juzi, Mungu anaangalia roho, lakini wanadamu wanaangalia nini? Nitaiputa namna gani kwa kizungu? Appearance. Asante MCA. God looks appearance. I know human being, wanadamu wanaangalia the way you look, unakaaje. Lakini Mungu anaangalia nini? Mungu anajua roho yangu ni nzuri. Kama kuna mtu ana roho nzuri ni Pastor Kanyari. Kama kuna mtu anapigwa vita Kenya ni Pastor Kanyari. Saa hii social media yote iko kwa TV, kwa kanisa yetu. Everybody yako hivi. Nimesema mafurumbanya, kata hiyo haraka. Nimesema Mungu anaponya, hiyo achana naye. Tungoje ingine. Na mimi nilizoea, there is no bad publicity. Sasa mwenye anakuja ashindana na Kanyari. Kanyari hakuna mtu ajui jina Pastor Kanyari. Ni kujibrand tu kutoka katika Pastor Kanyari tu mwanasiasa Kanyari. Only that. Lakini everybody knows who is Kanyari. Hata ukienda Kisumu useme Kanyari, ako wapi? The Bible says ni kama Marion. Nani ajui Marion saa hizi? Marion, na naomba makampuni zote zile zinaniona, for the sake of Marion I pay, wapatie Marion kuwa brand ambassador wa makampuni ya kutangaza unga, mafuta, everything. We want Marion to be our brand ambassador in the whole country. Hafai kufulia watu nguo, no. Sasa nimepata kazi mbili, nampatia 1,100 mwisho wa mwezi. So we need another 2 job. Ndio anapata kama 400 mwisho wa mwezi. Anunue kagari na aishi maisha yake. Wewe sema Marion ana tabia mbaya, kwa mtu ana tabia mbaya, ni vile hatujashikwa.
ni vile hatujafanya nini. Itakuwa sinema ya ajabu kule mbinguni, itakayoonyesha tabia ya kila binadamu. Wengine wataoneshwa saa 6 ya usiku wamevua nguo wakitembea huku na kule. Mimi nakwambia siku ile Yesu, unajua Biblia inasema siku za mwisho tutakalishwa vile tumekaa, na kutakuwa na TV kama hii, na kutaanziwa sinema ya kwanza ni ya Pastor Kanyari. Hiyo si akiwa kanisani amevaa suti. Kanyari. Alafu naona Kanyari ndio huyo. Unasema munene. Alafu sinema ya pili ni yako. Don't judge others. Ni vile siku yako ijafanya nini? Tutajua hata waizi wa simu kanisani, tutajua ni kina nani. Wale waizi wanaibaga simu kanisani tutajua. Maana sinema itafanya nini? Tutajua waizi wa mabwana za watu na waizi wa mapastors. Wala na mapasta chini ya maji wako wamejificha. Tutaona hiyo sinema hapo. Sema, "Oh, Asha. Mama Kagendo." Aya. Umeingia? Okay. Eti ananiuliza nini leo nimesimama mapema.